Karibu sana kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Ni muda mzuri usiku wa leo, nimepata muda wa kuzungumza nawe baada ya maombi ya usiku wa leo. Leo nataka tujifunze, tunaendeleza na mwendelezo wetu wa somo zuri la kudhibiti malango ya kichawi. Leo tunajifunza kwa habari ya makao ya kichawi, makao ya giza. Katika ulimwengu wa roho, kuna watu unajikuta unapambana vita sana, lakini hakuna ushindi kwako. Kuna watu unajikuta unapambana sana vita, lakini hakuna ushindi kwako. Na wakati mwingine unajikuta kadri unavyozidi kuomba ndivyo mambo yako yanazidi kuharibika, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye uchumi, kwenye familia. Kadri unavyozidi kuomba ndivyo mambo yako yanazidi kuharibika. Unashangaa kadri unavyozidi kuomba kwa habari ya watoto ndivyo watoto wanavyozidi kuharibika. Kadri unavyozidi kuomba kwenye afya ndivyo afya yako inazidi kuharibika. Kuna kitu unajiuliza, ni kwa nini? Bwana anavyoomba ndio vita inazidi kuharibika. Na wakati mwingine ukikaa chini unajiuliza, uko sahihi kabisa kuomba kwako, umetumia mbinu zote za kuomba sahihi, lakini kwa nini unapitia hayo? Kuna kitu kinaitwa, unapopambana na adui, wa yule adui ana makao yake. Kuna kitu kinaitwa makao ya giza. Kuna kitu kinaitwa makao ya kichawi. Hasa katika makao ya giza, katika ulimwengu wa roho, unapopigana vita, ukitaka vita viishe, lazima upige makao yao. Unapopambana na jeshi, kuna mwanajeshi mmoja mmoja anakuja, unampiga unamuua, anakuja unampiga unamuua, bado haujashinda hiyo vita mpaka uende kuangamiza kambi yao. Kwa hiyo kuna mchawi anayekusumbua, ukaona vita inapamba moto, bado hujapiga makao yao. Karibu sana tujifunze makao ya kichawi, mbinu za kuharibu makao ya kichawi. Kama we ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi, chaneli hii inatuletea mahubiri ya neno la Mungu na mafundisho ya neno la Mungu. Ili upate vipindi vyetu vijavyo, hauna njia nyingine ya kuvipata zaidi ya njia ifuatayo: ni kuangalia kwenye skrini yako hapo, kuna maneno yameandikwa subscribe. Bonyeza hayo maneno, itakuja alama ya kengele, bonyeza. Utakuwa tayari umejiunganisha na chaneli hii na utapata mafundisho yetu kwa wakati na kwa muda mwafaka. Kama una maoni yako, weka komenti yako hapo chini, tutaisoma, tutakuombea. Mungu akubariki sana. Siku ya leo tunaenda kujifunza katika ulimwengu wa roho kwa habari ya makao ya giza au makao ya kichawi. Moja kwa moja tutaanza kwenye kitabu cha Zaburi 26 mstari wa 8. Moja kwa moja tutaanza kwenye Zaburi 26 mstari wa 8. Zaburi 26 mstari wa 8. Kuna makao ya Mungu na pia kuna makao ya shetani.
makao ya Mungu yapo Zaburi sura 26 mstari wa 8. Bwana, nimependa makao, anasema Bwana, nimeyapenda makao ya nyumba yako, mahali pa maskani ya utukufu wako. Hapa huyu anazungumza kwa habari ya makao ya Mungu, nyumba ya ibada ya Bwana. Anaposema Bwana imeandikwa kwa herufi kubwa, haimaanishi mume wa mtu. Bwana iliyoandikwa kwa herufi ndogo inamaanisha mume wa mtu. Bwana iliyoandikwa kwa herufi kubwa inamaanisha Mungu wa mbingu na nchi. Kwa hapa anaposema makao yake Mungu, anamaanisha makao ya Mungu wa mbingu na nchi. Makao ya Mungu wa mbingu na nchi. Unasema mtumishi, unaongea nini? Tunaanza kuangalia nyumba za ibada wanakoenda kusali watu, zinazomwakilisha Mungu. Hayo ni makao ya Mungu. Mungu anashuka hapo, anaongea na watu, watu wanajazwa Roho Mtakatifu, wanaponywa kwenye nyumba za ibada. Hayo ni makao ya Mungu wa mbingu na nchi. Lakini pia kuna makao ya giza ambayo ya kichawi. Kumbuka, uchawi ni siri. Uchawi ni siri. Uchawi ni siri. Kuna makao ya giza ya kichawi katika ulimwengu wa kiroho. Zaburi sura ya 38, Zaburi sura ya 38 na mstari ule, Zaburi sura ya 38 na mstari ule wa 19. Zaburi 38 mstari wa 19. Maandiko yanasema, lakini adui zangu. Zaburi awesome. Tuangalie, tuanze kwanza Ayubu 38 mstari wa 19. Ayubu 38 mstari wa 19, tuanzie kwanza hapo. Ayubu 38, makao ya giza, makao ya kichawi ambao ni siri sana. Wachawi ibada zao ni siri, kwa na makao yao ni siri sana. Ndio nilifundisha pale Zaburi 38 mstari wa 19. Maandiko yanasema, Zaburi 38:19, iko wapi njia ya kufikia makao ya nuru? Tunaona Biblia inasema makao ya nuru, alafu inasema tena na giza pia. Hapa sasa Biblia imefunua aina kuu zote za makao. Maana yake kuna makao ya Mungu, alafu kuna makao ya giza. Sasa leo nazungumza sana kwa habari ya makao ya giza. Kwenye haya makao ya giza ndiko kwenye makao ya shetani. Kwenye haya makao ya giza ndio kwenye makao ya wachawi katika ulimwengu wa roho. Sasa nini nataka nifundishe siku ya leo? Makao ya giza, makao ya kichawi. Kumbuka, wachawi ni siri. Uchawi ni siri. Uchawi ni kitu ambacho kiko gizani. Uchawi ni kitu ambacho kimejificha, ni siri. Sasa haya makao ni ya siri, kwa hayaonekani katika ulimwengu wa mwili, lakini yanaonekana katika ulimwengu wa roho. Na ninapozungumza kwa habari ya makao ya giza, wengi huwa wanapata tu mashambulizi kwenye familia, pata tu mashambulizi kwenye ndoa, pata tu mashambulizi kwenye uchumi, lakini haujui siri ya haya mateso au mashambulizi yanatoka wapi. Ni kwenye makao yao ya kichawi, ni kwenye makao yao ya giza katika ulimwengu wa kiroho. Sasa unapopambana na mchawi, huwa ana makao yake ya giza katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kama wewe unapopambana vita nyumbani, huwa unaenda kwenye madhabahu unayoabudu, unaenda kwenye madhabahu unayoomba. Ukitoka madhabahu unapata nguvu, toka madhabahu unapata nguvu, unapata watu kukushauri, unapata watu kukutia moyo, unapata watu kusema tutaomba pamoja, unapata watu kusema tutafunga pamoja. Ndivyo wachawi
wanakwenda kwenye makao yao, wanakutana, wanashauriana, wanajadiliana namna ya kukushambulia, wanajadiliana namna ya kuharibu maisha yako, wajadiliana namna ya kuharibu familia yako, wajadiliana namna ya kuharibu uchumi wako. Makao ya giza katika ulimwengu wa roho, makao ya kichawi katika ulimwengu wa roho. Na hiyo vita unayopitia inakuwa kwenye makao ya kichawi. Angalia kitabu kile cha Zaburi sura 74, Zaburi sura 74 mstari ule wa 12. Zaburi sura 74 mstari wa 12. Hapo ndipo utapata siri kubwa ya makao ya kichawi katika ulimwengu wa kiroho. Zaburi sura ya 74 mstari wa 12. Zaburi sura ya 74 mstari wa 12. Zaburi sura 74 mstari wa 12. Hapo ndo utaona makao ya giza yanavyofanya kazi katika ulimwengu wa roho. Zaburi sura 74 mstari wa 12. Maandiko yanasema, lakini Mungu ni mfalme wangu tokea zamani, afanyie mambo ya wokovu katika nchi. Zaburi sura 74 mstari wa 12. Hapo anasema Mungu ni mfalme wangu, alafu anazungumza afanyaye mambo kwa siri tangu zamani. Kwa tunaanza kuona Mungu ni mfalme, na ufalme wa giza wanapokwenda kwenye makao yao ni sehemu ya ufalme wao, utawala wao katika ulimwengu wa roho, ambako ndiko wanakojadili mambo yao katika ulimwengu wa roho, wanakojadili mipango yao katika ulimwengu wa kiroho. Sasa usipoelewa mambo haya, utajikuta unapambana vita na mchawi, lakini vita haiishi. Unashambulia mchawi, vita haiishi. Unaomba, vita haiishi. Unafunga, vita haiishi. Piga makao yao, angusha makao yao. Unapopiga makao yao au kuangusha makao yao, tayari hiyo vita inakuwa imeisha, kwa sababu umelenga kwenye makao yao. Maana hii mashauri mabaya au uharibifu unatoka kwenye makao yao katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Nasema mtumishi, unaongea nini? Kwa hiyo wengi wanajikuta anapopambana vita anajikuta ajirudia rudia, mashambulizi anajikuta ajirudia rudia, kwa sababu hujapiga makao yao. Umenielewa? Anasema hivi, Zaburi sura 55, anasema mauti na iwapate kwa ghafla, washuke kuzimu wangali hai, maana uovu u makaoni mwao katikati yao. Zaburi sura 55 mstari wa 15, anasema uovu u katikati ya makao yao. Yaani ile vita wanaoituma kwenye afya, kwenye uchumi, kwenye ndoa, kwenye kazi, ile vita wanaopitia kwenye huduma, kwenye biashara, kinachoruhusu hiyo vita ni makao yao. Kwa wachawi huwa wanakutana kwenye makao, wanakutana kuanzia saa 6 usiku, saa 7, saa 8 kwenye makao yao. Kwa hiyo wanaweza kutana njia panda wakaweka makao, au wakakutana chini ya mti mkubwa wakaweka makao yao, wakakutana kwenye hilo eneo unaloishi au unalokaa wanaweka makao yao. Kwa hiyo unapoanza kuingia kuomba katika ulimwengu wa roho, ili wasikusumbue wachawi kwenye huo mtaa, ili wakukome, wasikufuatilie tena wachawi kwenye maisha yako, kwenye hilo eneo, haribu makao yao, haribu makao yao. Ili wasikutese kwenye uchumi wako, familia yako, katika hilo eneo, katika hiyo sehemu, haribu makao yao. Kwa unaweza kuanza maombi ya kutuma damu ya Yesu na moto wa Roho Mtakatifu kwenye makao yao, kuyasambaratisha. Unasema, nakamata makao yao ya kichawi katika eneo hili, yanayoleta mabaya kwenye maisha yangu, yanayoleta mabaya kwenye familia yangu, yanayoleta mabaya kwa watoto wangu. Nalipua makao yao, naharibu makao yao, navunja makao yao. Unaweza ukatumia maandiko kama yafuatayo. Kumbukumbu la Torati sura 28
mstari ule wa 7 nasema maadui watakuja kwa njia moja, nao watasambaratika kwa njia 7. Kwa naliinua ili andiko ulimwengu wa roho, nasema naliachilia kwenye makao yao yote ya kichawi yanayojulikana, yasiyojulikana, yaliyobebwa kwenye ardhi hii, ninayasambaratisha katika ulimwengu wa roho kwa njia 7. Unayasambaratisha kwa jiwe kuu la pembeni, unavunja makao yao kwa damu ya Yesu, unaharibu makao yao, unayasambaratisha makao yao. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, makao ya kichawi yakishapigwa, huwa wao wanaanza kutafuta namna ya kujikusanya, namna ya kutengeneza madhabahu zao tena, namna ya kutengeneza ufalme wao tena. Sasa makao yao yameshawapigwa, inakuwa ni ngumu kukushambulia, inakuwa ni ngumu kupambana na wewe. Ndio maana mwanzo ulikuwa unapambana, unashangaa unapigana vita, wanarudi tena. Unampasua huyu mchawi madhabahu zake, anarudi tena. Unapasua ngome zake, narudi tena. Huwa anaenda kwenye makao yao kuongeza nguvu, kujadili namna ya kuharibu maisha ya watu, kujaribu kuharibu familia za watu. Kwa hiyo mpendo unaonisikiliza, lengo letu kwenye channel ya Apostle Katambi, lengo letu ni kukupa maarifa ili uweze kujisimamia katika maombi. Kwa hiyo cha kwanza, haribu makao yao katika ulimwengu wa roho, teketeza kwa moto katika ulimwengu wa roho. Na unapoharibu makao yao, tayari watakuwa maadui, hawataweza kusimama mbele yako tena. Kwa unapoharibu makao yao, tuma moto ulao kwenye makao yao, tuma moto wa damu Yesu kwenye makao yao, kuteketeza, kuangamiza. Alafu unayamiliki hayo makao yao kupitia Yoshua sura ya 1 mstari ule wa 3, kwamba zikanyagapo nyayo tunamiliki na kutawala. Kwa unayamiliki makao yao katika hilo eneo, katika jina la Yesu. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie sana. Nifuatilie somo lijalo kupitia channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Nikuombe share video hii, like video hii. Kama ni mara yako ya kwanza kuangalia, na kuomba usubscribe channel hii. Mungu akubariki katika jina la Yesu na kwa damu Yesu aliye hai. Amen.